Bwana wetu Yesu Kristo apewe sifa, ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji, popote pale ambapo unatega sikio lako kuisikiliza sauti hii, kama sauti ya mtu aliaye nyikani, na tukiitengeneza nyikani njia kuu ya Bwana Mungu wetu, na tukiyanyoosha mapito yake, wewe kama mrithi wa ahadi ile ambao Mungu alimwahidia baba yetu Ibrahim. Niweze kusema tena, ni wakati mwingine na msimu mwingine mpya wa mwaka 2026 ambao Mungu ameweza kukuridhia na kuturidhia pia kwa pamoja kuweza tena kuuona mwaka huu. Basi ni jambo jema lenye kufaa na kupendeza kwa kumshukuru Mungu aliyeweza kutupa tena mwaka huu wa majira mapya na msimu mpya. Basi kabla sijafikisha ujumbe wa Mungu kupitia chaneli hii ya Yerusalemu TV, basi niweze kuomba. Baba Mungu, wewe uliyeziumba mbingu na nchi na vyote vinavyoujaza ulimwengu huu, ninakushukuru kwa kuweza kunipa neema na kibali kuweza kurejea tena kupitia mtandao huu wa YouTube, kwa kuweza kuhabarisha watu wako wale uliowaita kwa jina lako, hata wale ambao Mungu wanafuatilia vipindi hivi mbalimbali kupitia chaneli hii. Ninasema asante, kwa maana yoyote anayeshukuru kwa lolote ambalo Mungu umemtendea, iwe ni dogo iwe ni jema, yote yanafanya na kupelekea mtu huyo kutembea katika mazidisho. Asante, kwa maana ninaamini Roho wako Mtakatifu anaenda kutumia kinywa hichi kwa uweza na nguvu, na kuweza kumshuhudia msikilizaji na mtazamaji mwana ambaye Mungu umemchagua, mteule wako, mrithi wa ahadi ile ambayo Mungu uliwaahidia wote ambao wananenda sawasawa na mapenzi yako. Nimeomba nikiamini ya kwamba utakuwa nasi, Roho Mtakatifu, tangu mwanzo mpaka mwisho, na ukiweza kumsaidia mtazamaji na msikilizaji, mwanao mrithi wa ahadi ile uliyomwahidia baba yetu Ibrahim Isaka, ya kwamba utawapa ile nchi iliyojaa asali na maziwa. Mwezeshe kuanza kipindi kuanzia mwanzo mpaka mwisho, ili aweze kupata maana ya kile ambacho Mungu unataka ukitimize kwake, ama apate kukijua kile ambacho kimeujaza moyo wako Mungu. Amen. Basi moja kwa moja nikichukua nafasi hii kama mrithi wa ahadi ile, wewe ambaye unazaliwa kwa neno la Bwana, si kwa mapenzi ya mwili wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Moja kwa moja niende kwenye kichwa husika cha siku ya leo. Ndugu mtazamaji, huu ni unabii wa maono ambao Bwana ameweza kunichukua kwa Roho wa Bwana mpaka maeneo ya Kimara, na maono haya
kilichoweza kunifadhaisha kama mwanadamu, na niliweza kuchukuliwa kwa Roho wa Bwana kama vile Ezekia ambavyo Roho wa Bwana alikuwa juu yake, naye akamchukua akampeleka mpaka kwenye bonde lililojaa mifupa mikavu. Basi katika mwaka huu 2026 mwezi huu wa kwanza, tarehe za mwanzoni kabisa, ndo nikaweza kupelekwa kwa Roho wa Bwana mpaka maeneo ya Kimara. Wakati nikiwa maeneo hayo, ghafla nikasikia mlipuko wa kilio cha watu, wanasema amepigwa risasi. Ikawa taharuki, nikawa najiuliza, je, amepigwa risasi mtu mmoja ama wamepigwa risasi? Wakati ikiwa ni taharuki eneo hilo ambalo niliweza kufika nikaona maono hayo, basi nikawa nataka kujua mtu huyo amepigwa risasi na kina nani? Sasa wakati nikiwa katika maulizo hayo kwa Roho wa Bwana, ghafla nikatazamishwa juu angani. Nilivyotazama juu ya anga la Kimara, na nikaweza kuiona helikopta ya kijeshi, na hiyo helikopta ya kijeshi, katika mazungumzo ya mahojiano kati ya mimi na Roho aliyenichukua mpaka maeneo ya Kimara, ikanishuhudiza kwamba risasi imeachiliwa na hao wanajeshi wakiwa juu ya anga. Hivyo kama Mtanzania, nimekushirikisha juu ya maono haya kwa lengo pia la kuhakikisha tunakaa katika maombi, kwa maana mwaka 2025 tarehe 29 ya mwezi wa 10 tuliona tukio la maandamano yaliyotokea katika maeneo ya Kimara. Basi baada ya hapo nikatoka katika maono yale. Nilipotoka katika maono yale, ikanibidi nikae katika kutafakari, kwa nini Mungu amenionyesha? Na wakati mimi pale ambapo Mungu ananionyesha, huwa ananiambia yale niliyokuonyesha uyatangaze, na kuambia kwamba upanga unakuja, na mtu yoyote ambaye akuonywa juu ya kwamba kuna upanga unakuja na akaondolewa uhai wake, yamkini angetubu au taifa lingetubu, basi moja kwa moja Mungu angeweza kuondoa hiyo hali isiweze kujirejea ama kujirudia tena. Kwa hiyo tafakari iliweza kunifanya nifikiri, kwa nini Kimara?
Kwa nini nisipelekwe kwenye anga la mikoa mingine au la maeneo mengine ya Dar es Salaam? Kwa nini Kimara? Je, ni kisasi kwa sababu maandamano yalianzia pale? Kama tulivyoona katika mwaka uliopita wa uchaguzi, tarehe 29 mwezi wa 10 lilitokea jambo kama hilo. Kwa hiyo nimekaa katika hali ya kutafakari na nikaona ikiwa ni kisasi, kwa maana kuna wanadamu wengine huwa hawawezi kupisha ghadhabu ya Mungu ama kisasi cha Mungu. Kwa hiyo wanaweza wakajichukulia tena maamuzi mikononi mwao, au ikawa ni oda kwa sababu ya wakazi wa maeneo yale, kwa sababu yamkini walikuwa ndio chanzo cha maandamano. Kwa hiyo kama Mtanzania tunapaswa kuomba sana kwa ajili ya hali kama hiyo isiweze kujitokeza, kwa maana kuna athari nyingi sana zinawapata Watanzania kwa sasa kwa sababu tu ya kumwaga damu zisizokuwa na hatia. Na athari hizo nitaziongelea kwa kifupi. Ni nyingi sana, lakini tunajua kwa habari ya Kaini alivyoweza kuinua upanga na kuweza kumwangamiza ndugu yake Habili. Basi kitendo kilichofanyika kwa ndugu yake, kitendo ambacho Kaini alikifanya kwa nduguye Habili, tunaona katika maandiko matakatifu kwamba ilifika wakati Kaini akawa hana raha, ana kikao kwenye maeneo rasmi au maeneo yaliyotengwa hapo awali, maeneo ambayo tunaona Kaini alikuwa yeye ni nani? Tunajua Biblia inatuambia huyu Habili yeye alipotoa sadaka alikuwa ni Habili alikuwa ni mfugaji na Kaini ndugu yake alikuwa mkulima. Kwa ilifika wakati Mungu, kutokana na lile kosa lilolifanya Kaini, kwa sababu tu Bwana Mungu alikuwa amemridhia Habili na sadaka yake, ndugu yake Kaini ambaye ni ndugu yake Habili ambaye ni Kaini akaghadhibika kwa sababu Mungu alikuwa hajamridhia. Kwa tunaona katika nchi hii mpaka hata tarehe 29 mwezi wa 10 yupo ambaye Mungu alikuwa amemridhia awe mfalme katika taifa hili la Tanzania. Kwa hiyo mfalme wa nchi hii aliyechukua nafasi kwa matakwa yake yeye mwenyewe, ni sawa na jinsi ambavyo Habili yeye Mungu ndo aliitakabali sadaka yake, lakini ya Kaini hakuitakabali.
manake hakuiridhia. Ni sawa na vile ambavyo yamkini Mungu hakumridhia yeye kuliongoza taifa hili la Tanzania. Kwa kitendo kama hichi kilichofanyika, Kaini alijawa na ghadhabu, akamuinukia ndugu yake akamuua. Basi Mungu alimwambia Kaini, iko wapi damu ya ndugu yako? Iko wapi? Mungu akamwambia, naisikia sauti ya damu ya ndugu yako Habil inanililia katika ardhi. Kwa tunaona Kaini hakushtuka kwamba Mungu anaisikia sauti ya damu. Na ndivyo ambavyo kwenye taifa hili tunaona jinsi ambavyo damu ya ndugu zetu wa Tanzania waliopoteza maisha yao inavyolia. Na Mungu upo wakati alinisikizisha sauti, akanambia kila aliyepoteza maisha kutokana na yale maandamano, wakati anapigwa risasi au anamiminiwa risasi, liko neno ambalo alikuwa anasema, mwingine haki, mwingine hatumtaki, mwingine tunataka nchi yetu, mwingine tunataka katiba. Kila mtu kwa jinsi alivyokuwa na nena. Kwa ile damu inasimamia yale maneno ya wale waliopoteza maisha. Kwa Mungu anaisikia damu za Watanzania waliopotea za maisha, kama alivyoweza kuisikia damu ya Habili, na akamuuliza Kaini kwamba nimeisikia sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka kwenye ardhi. Tunaona kabisa waziwazi Kaini alijibu kwa jeuri, akamjibu Mungu. Kwa maana hata kinachofanyika kwenye nchi hii baada ya maafa yale, majibu yanayotoka na viongozi ambao kwa namna moja ama nyingine walitoa oda ili ifanyike jambo hilo, tunaona jinsi wanajibu. Kwa hiyo si kwamba wanawajibu tu wa Tanzania, bali wanamjibu Mungu anayefanya mahojiano na wao. Kwa nini tufikie hapa mpaka kupoteza maisha ya watu hao? Kwa hiyo tunaona Kaini akamwambia Mungu kwamba je, kwani mimi ni mlinzi wa ndugu yangu? Kwa kitendo kama hicho kilimkasirisha sana Mungu. Hakutaka tena kujishusha, hakutaka kuona kwamba kitendo nilichokifanya sio chema. Basi Mungu akalaani. Na akalaani nini? Akalaani hata ile ardhi ambayo ilikuwa imefumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yake Kaini. Kwa tunaona hata katika nchi hii ipo damu, ardhi hii imefumbua kinywa. Kwa tunaona kabisa basi sasa Mungu akasema sasa ardhi hiyo ambayo Kaini alikuwa na ilima, Mungu akasema ameilaani, kwa maana iliweza kufumbua kinywa chake ikapokea damu ya ndugu yake.
Kwa ndivyo katika uongozi huu wa awamu hii katika taifa hili la Tanzania ilivyolaaniwa, kwa sababu waliweza kutoa maisha ya mtu, waliweza kutoa uhai wa watu wa Mungu. Hivyo tunatakiwa tujue kwamba kuna athari kubwa kama Watanzania, kama kanisa, pale ambapo ardhi inafunua kinywa kunywa damu, na hiyo damu ikawa inalia, basi moja kwa moja hiyo ardhi inakuwa imelaaniwa. Hakuna ambacho unaweza ukakifanya kikamea, kikastawi, kikaenda. Kwa ikiwa na uongozi huko katika laana hiyo, kuna vingi wanakuwa wanavifanya wakiwa wanajioji kwamba kwa nini tena haviendi, kwa nini tena hatupati mikopo, kwa nini hatupati misaada? Kwa maana inakuwa tayari wale wawezeshaji wanazuiwa na Mungu kwa sababu laana imeshamwagwa juu yao. Kwa hiyo ilifika hatua Mungu akamwambia Kaini kwamba hiyo ardhi haitakupa tena mazao yake, na utakuwa mtoro, mtu asiyekuwa na kikao duniani. Maana hutakaa kwenye eneo husika. Ndio maana ukiingia kwenye mtandao wa kijamii utaona jinsi ambavyo Rais Samia akiwa maeneo ya Ikulu ya Zanzibar na sio Chamwino au sio Ikulu ya Dar es Salaam. Kwa haya mambo yanaenda sambamba. Haya yaliandikwa kwa mfano wa kile ambacho kimefanyika katika nchi hii, na tunaona hili liko katika hali ya uwazi kulingana na kifungu kitakatifu cha sheria ya Mungu katika Mwanzo 4. Kisoma vizuri hapa kwenye mstari wa 12 anasema, utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake, utakuwa mtoro, mtu asiyekuwa na kikao duniani. 13. Kaini akamwambia Bwana, adhabu yangu imenikulia kubwa, haichukuliki. Ilifika wakati Kaini yeye alitambua kama yuko popote rais ajue kwamba huko kukosa kikao, huko kukosa amani na kuwa mtoro na kutokukaa katika eneo husika lilochaguliwa ili kufanya majukumu yake ya kila siku, yeye Kaini aliweza kumwambia Mungu, adhabu hii kwangu imekuwa ngumu, haichukuliki. Tazama, umenifukuza leo katika uso wa ardhi. Kwa unaweza ukaona ameondoka ukiwa unadhani kwamba yupo kule, lakini ni mafukuzo ya Mungu. Tena Kaini anasema, nitasitirika mbali na uso wako, nami nitakuwa mtoro, mtu asiyekuwa na kikao duniani, hata itakuwa kila atakayeniona ataniua. Kwa alikaa katika hali ya mashaka, maana anajua sheria ya Mungu katika kitabu cha Mwanzo 9 mstari wa 6 unasema, atakayemwaga damu ya mwanadamu, damu yake huyo itamwagwa na mwanadamu, maana kwa mfano wake Mungu alimfanya mwanadamu. Kwa akaona kabisa Mungu amestiri, ameficha uso wake na yeye mbali, na akasema, nitakuwa mtoro, mtu asiyekuwa na kikao. Maana leo utasikia yuko hapa Chamwino, kesho utasikia yuko Ikulu ya Zanzibar, kesho utasikia hapa, kwa sababu ndivyo ilivyompata Kaini alivyoweza kumuua ndugu yake Habili.
Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo, kwenye Mwanzo 4:5, kwa sababu alijishusha akasema, Mungu nitakuwa hivi. Kaambia Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo, yeyote atakayemuona Kaini yeyote atakayemuua atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amuonaye asije akampiga. Kwa lazima tutafakari hapa. Je, amejishusha? Je, aliweza kumwambia Mungu, ghadhabu hii imekuwa ngumu kwangu? Maana Kaini alitiwa alama asiuawe na mtu, kwa sababu tunajua Biblia inasema ni aiwaye kwa upanga atauawa kwa upanga. Ni sawa na mtu anavyosema msumeno ukata huku na huku, au jino kwa jino. Kwa hiyo katika mahojiano yale, Kaini akatoka mbele za uso wa Bwana akakaa katika nchi ya Nodi mbele ya Edeni. Kaini akamjua mkewe, akapata mimba, akamzaa Enoko. Kwa hiyo nilijaribu nikufikishie ujumbe huu ili tuone kwamba athari hii ya kupelekea kutokea kwa umwagaji damu unaleta athari kubwa kwa uongozi na hata kwa wananchi ambao wanategemea kilimo kwa sababu ya kupata mvua. Sasa inatokea katika hali kama hiyo, umwagaji damu unapotokea, basi inatokea hali kama hiyo, umwagaji damu, ardhi inakuwa imelaaniwa kwa sababu ilifunua kinywa kuipokea damu ya Watanzania. Ndivyo tunavyokuwa katika mahojiano. Kwa nini tena mvua hazipo? Au kwa nini zinapokuja pia zinaleta maafa na sio faida kwetu? Hivyo uliopata ujumbe huu, endelea kutafakari na kuchukua hatua kama Mtanzania na kama kanisa, ili tuombe maombi ya toba kwa sababu ya ardhi iliyofunua kinywa kuanywa na kuweza kunywa damu za ndugu zetu. Mungu akubariki sana wewe uliyekuwa nami katika kipindi hichi. Tukutane tena katika vipindi vingine kulingana na jinsi ambavyo Roho yeye yule atakapoweza kusema nami kutokana na kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo kitakapokuwa kimejaza moyo wake. Amen.